Kwanza niendelee kukiri kwamba serikali ya mbinguni imekuwa na uhaba wa watendakazi tangu kipindi cha Yesu mpaka leo. Imekuwa na uhaba wa watendakazi. Imekuwa na uhaba wa watendakazi tangu kipindi cha Yesu mpaka leo. Watumishi ni wengi, lakini wanaofanya kazi ni wachache. Umeelewa sentensi? Watumishi ni wengi, lakini wanaofanya kazi ni wachache. Watumishi ni wengi, wanaofanya kazi ni wachache. Na hii imekuwa ni shida ya muda mrefu sana, kwa namna ambavyo kuna vitu vingi vya ufalme wa Mungu haviendi kwa sababu watendakazi ni wachache. Labda kabla sijaendelea, labda nikupe noti kadhaa. Noti ya kwanza, angalia ubaoni. Noti ya kwanza, tangu Adamu mpaka leo, tangu Adamu mpaka leo, tangu Adamu mpaka leo, serikali ya Mungu imekuwa ikikabiliana na changamoto kubwa sana ya kupata watendakazi waaminifu. Imekuwa na changamoto kubwa sana ya kupata watendakazi waaminifu. Lakini si tu waaminifu, lakini pia wenye akili. Si tu waaminifu, lakini pia wenye akili. Lakini pia wenye akili. Si tu waaminifu, lakini pia wenye akili. Hii imekuwa ni tatizo kubwa sana. Si tu waaminifu, lakini pia wenye akili. Mbele huko nitakupa ushahidi wa kimaandiko. Tangu Adamu mpaka leo, moja ya tatizo kubwa ambalo serikali ya mbinguni au changamoto anayokabiliana nayo ni kupata watendakazi ambao ni waaminifu. Lakini si tu wenye waaminifu, lakini pia wenye akili, kwa sababu ndivyo maandiko yanavyoeleza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo changamoto inayotokea ni kwamba, moja, kwa sababu ya kutokuwa na uaminifu na kutokuwa na akili, moja, tunakuwa na watendakazi ambao wanaanza vizuri, lakini baada ya muda wanakengeuka. Wanaanza vizuri, lakini baada ya muda wanakengeuka. Maana yake wanaacha kazi. Wanaanza vizuri, wanaanza na maombi, wanaanza na bidii ya kusoma neno, kuja ibadani, Bible study. Lakini baada ya muda, unaona wale watu wanaanza kukengeuka. Mpaka unajiuliza nini kimewakuta mpaka naanza kufanya anachofanya. Lakini ndio ameamua kufanya wanachofanya. Na kukengeuka kwa mtumishi mmoja kunatengeneza hasara kubwa sana kwenye serikali ya mbinguni. Kwa sababu Mungu huwa anatumia muda mwingi sana kuandaa mtu, na huwa anawekeza vitu vingi sana. Na inapotokea mtu anakengeuka na kuanza kufanya anachotaka, mbingu inapata hasara kubwa sana. Mbingu inapata hasara kubwa sana. Lakini kibaya zaidi, moyo wa Mungu unahuzunika. Utasikia Mungu anasema sina furaha naye. Kizazi kile kilinihuzunisha miaka 40. Mioyo yao ilipotoka hakikujua njia zangu. Kwa hiyo nikaapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani. Ili eneo linahitaji neema kubwa sana. Wagalatia mlango wa 5:7. Ushahidi wa kimaandiko. Hii kitu alikutana nacho Paulo pia katika utumishi wake na wale watu ambao walikuwa wanakaa nao katika huduma. Wagalatia 5:7 anasema, mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msitii kweli? Mlikuwa mkipiga mbio vizuri.
ni nani aliyewazuia msitii kweli? Maana yake ni swali la kiukengeufu. Tuko pamoja? Ni swali la kiukengeufu. Ni swali la kimabadiliko, lakini ni mabadiliko ambayo hayakutarajiwa kutokea. Huyu ndugu kama baba kwa sehemu yake, wale wa ndugu ambao Mungu aliwaokoa wakapata nafasi ya kuokoka, na Paulo akaanza kuwalea na kuanza kuwahubiria na kuwafundisha. Sijajua nini kilichotokea, lakini ninachojua kilichotokea, ile mioyo ya wale watu ilianza kukengeuka, ilianza kurudi nyuma, kuanza kusimama. Ndio maana hiyo katika 5:7 anaanza Paulo kudraft swali. Anawauliza wale wa ndugu, nini kimewatokea? Tuko moja? Kwa sababu mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ile neno kupiga mbio manake maendeleo ya kiutumishi, maendeleo ya kiwokovu. Mlikuwa mnaendelea vizuri, flow yenu, ile chati mbele za Mungu, ile grafu ilikuwa inaenda vizuri. Bwana asifiwe sana. Lakini ghafla ile chati imegeuka na anza kuteleza chini. Anawauliza, ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Manake pia inawezekanika kuna spirit, kuna maroho au kuna watu wanahusika kwa ajili ya kuwatoa watu nje ya ile imani. Na hili swali linatuhusu wote pamoja, hii kesi. Ninyi ni mashahidi. Angalia watu ambao uliokoka nao mwaka mmoja. Angalia watu ambao mlianza huduma pamoja. Angalia wenzako wako wapi na wewe uko wapi. Lakini pia inawezekana unanitazama kwenye mtandao, ulikuwa mtumishi wa Mungu, lakini ghafla ile kitu imepotea. Hauna bidii tena kama mwanzo. Ile hamasa, ile kiu, amsho la ndani la kuomba hata usiku wa manane, kwenda vijijini, kuhubiri nyumba kwa nyumba, kumtumikia Bwana, hata kama wale watu hawakutunzi kwa maana ya fedha, kupa mkono wa shirika, lakini moyo wako uliendelea kugamana na Bwana na kuuliza swali, nini kimekutokea? Hautumiki tena kama mwanzo. Nini kimekutokea? Paulo ndiye anachouliza. Na ninyi ni mashahidi. Kila mtu hapa ana watu wake ambao walianza nao huduma, si ndio? Kila mtu hapa ana watu wake ambao alianza nao kwenye wokovu. Wengine mlianza 100, wengine 50, wengine 20, wengine 5. Unaona wenzako wote wamepukutika, hawamtaki Yesu tena. Lakini wewe umeendelea kudumu. Na wakati mwingine hata wewe mwenyewe uko ICU. Inawezekanika baada ya semina hiyo unaanza kufanya maamuzi mengine. Mimi nimekutana na mtu baada ya semina utumishi, akanifuata akasema, Ndile, yani najua Mungu alileta hii semina kwa makusudi kabisa, lakini nilikusudia kabisa kutokea leo naacha kazi ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo Mungu alimpa neema tu ya kumdaka kwenye mafundisho ili moyo wako usianze kukengeuka. Kama vile wengine hapa mpo tu kwa majina, lakini mioyoni mwenu mmeshachoka tayari. Na majina ya kuwa hai lakini mmekufa. Wewe mwenyewe ni shahidi, ile juhudi ya kwanza haipo. Ulikuwa unafunga siku 3, 4 kavu kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana. Cheki sasa. Hata siku moja tu masaa 12 uwezi. Ulikuwa na uwezo wa kushuhudia nyumba kwa nyumba. Cheki sasa. Haushuhudii tena kama mwanzo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haushuhudii tena kama mwanzo. Ulikuwa na uwezo wa kutoa sadaka, kusapoti watumishi wa Mungu waende. Lakini saizi hiyo kitu, hiyo munkali, hiyo kiu ya ndani, amsho na ndani limekufa. Ulikuwa na uwezo kuombea watumishi hata kama uendi kuomba, kufundisha au kuhubiri. Lakini ulikuwa na uwezo wa kufanya maombi, kukaa chumba cha maombi masaa 24, siku 3, 4, 5, siku zote ambazo mkutano unaendelea, wewe unakaa chumba unaomba. Lakini cheki saizi. Kwa sababu ni rahisi kusoma tu kimaandiko kwamba hawa jamaa walikuwa na shida, lakini unagundua kwamba ukirudisha kidole kwako unagundua na wewe pia una shida. Kwa sababu Mungu ana vipimo vyake. Kama Mungu atanipa neema, nitafundisha huko elimu ya namna ya kujipima kwenye utumishi wako. Kwa sababu hakuna kitu hatari pia unatumika huna vipimo vya kujipima, kujitathmini.
Kwa sababu unaweza kujiona uko sahihi, kumbe hauko sahihi. Na kitu pekee kitakachokusaidia kujijua kwamba niko sahihi au siko sahihi, lazima uwe na vitu ambavyo vipima joto, si ndio? Unapima ile temperature yako ya kiroho, si ndio? Unajipima ile flow yako, mtiririko wako unavyoenda, unajipima. Na kuna vitu vingi sana ambavyo labda kama Mungu anatupa neema nitafundisha mbele, lakini mjue ya kwamba hii kesi ipo. Watu wanaanza vizuri, lakini baada ya muda wanakengeuka. Na roho ya ukengeufu haijaanza leo, imeanza miaka mingi sana. Na wengine nasukumwa tu, wameingiliwa na maroho ya kiburi, hawapo tena kama mwanzo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia kitabu cha Yeremia 2:21. Yeremia 2:21. Yeremia 2:21. Naye pia Mungu alikutana hii kesi kwa watu wengine na akaanza kuongea pia kwa kutumia kinywa cha Yeremia. Anasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Umegeukaje? Basi kuwa mchi usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu. Hakuna kitu kinachotesa kwa mkulima. Amepanda mpunga, alafu anaona kinachoota kitu kingine, mahindi. Hivi unaelewa maana yake? Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu kinachochosha kwa mkulima. Mungu anaongea wazi kabisa, anasema nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema. Amen. Mbegu nzuri kabisa. Noni sentensio. Mbegu nzuri kabisa. Ukifanya study kwenye kusoma ile neno mbegu nzuri kabisa kwenye Biblia zingine za Kiingereza utashangaa sana. Kwenye Biblia zingine ile neno mbegu nzuri anasema the seed of highest quality. Mbegu yenye ubora mkubwa. Ukisoma Biblia Kiingereza nyingine anasema the seed, mbegu ambayo ilikuwa tested. Anasema the seed have been tested, na amehakiki kwamba imekuwa bora. Biblia nyingine ya Kiingereza ile neno mbegu nzuri kabisa, anaeleza mahali pengine kwamba alichagua hii mbegu kwa umakini mkubwa, very carefully kwa kuchagua. Lakini kilichotokea kinamshangaza Mungu. Kila mtu hapa, naomba mnitazame, tawasaidia kitu. Mungu anatushangaa sana namna alivyokuwa ametuchagua kwenye maabara yake kabla hatuja kutokea hata kwenye tumbo ya wazazi wetu. Namna alivyokuwa anachagua zile mbegu. Ulimwengu wa roho, mbegu ziko nyingi sana ambazo Mungu alishaziweka tayari. Akazichagua zile mbegu vizuri sana, akaziingiza kwenye matumbo ya wazazi wetu yaanze kuota, na akazisimamia kama vile kina Samson alivyokuwa anawasimamia matumboni mwao. Bwana asifiwe sana. Akazisimamia zile mbegu, anazisimamia, lakini kinachoendelea baada ya kuota kimemshangaza Mungu. Anasema wazi kabisa, nami nalikuwa nimekupanda. Neno kupanda maana yake kukuweka mahali. Neno kupanda maana yake ni kukuweka mahali kimkakati kwa nia ya mapenzi yake husika. Anasema na mzabibu mwema sana. Amen. Mbegu nzuri kabisa, neno kabisa, mbegu nzuri kabisa. Sikuwa na mashaka nayo. Mpaka naamua kukupaka mafuta, nilikuwa sina mashaka na wewe. Mpaka na kuita kuwa mwalimu, mtume, nabii, mwinjilisti, sikuwa na mashaka na wewe. Mpaka na kuita katika huduma mbalimbali ya uimbaji, sikuwa na mashaka na wewe. Mbegu nzuri sana. Anasema umegeukaje? Kwa hiyo kilichobadilisha mbegu kutoka kwenye uzuri kwenda kutofaa ni kwa sababu ya kugeuka. Kugeuka. Umegeukaje basi? Unajua neno anasema anaposema umegeukaje, kwenye Biblia ya Kiingereza anasema I wonder, ninashangaa. Yaani Mungu ametaharuki, yani anashangaa. Yaani how imekuwa kuaje? How it was, ilikuwa kuaje? Nini kimekuingia? Je, ni marafiki? Nini kimekuingia? Je, ni dini au dhehebu na rosari? Nini kimekuingia? Je, ni fedha ambazo nimekubarikia? Nini kimekuingia? Au ni mke au mume niliyekupa?
Nini kimekuingia? Mungu anauliza hili swali. Nini kimekuingia? Mbona haupo kama ulivyokuwa mwanzoni? Anasema kuwa mche usiofaa. Umegeuka, umekuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu. Unajua neno anaposema machoni pangu ana maana kubwa sana. Yaani maana yake hiyo tafsiri ya kukuona wewe umegeuka kuwa mzabibu mwitu ni ya yeye Mungu anaiona. Inawezekanika wewe machoni pako uone. Inawezekanika watu waliokuzunguka hawaoni. Lakini yeye anaona kwamba sivyo ndivyo ulivyokuwa. Unahubiri tofauti. Unapoenda madhabahuni unaenda kwa vipaumbele tofauti. Unapoenda madhabahu, unapoitwa, unapoitika mwito wa huduma. Yaani mawazo yako unayowaza juu ya huduma unaoendea ni tofauti na mawazo unayowaza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini jambo la pili, wengine wanaanza vizuri lakini mwisho wanamaliza vibaya. Wanaanza vizuri na wanafika mwisho, lakini mwisho wanafika wakiwa wameharibu. Wanafika mwisho wengine wanaharibu. Wanafika mwisho huko wameharibu. Wanafika mwisho lakini wanaharibu. Kwa hiyo mwisho wake unakuwa ni mbaya kuliko mwanzo wake. Ni heri kuwa na mwisho mzuri na kuwa na mwanzo mbaya. Bora uanze vibaya umalize vizuri. Sio uanze vizuri umalize vibaya. Japokuwa katika zote hizi mbili inashaurika uanze vizuri na umalize vizuri. Sio uanze vibaya umalize vizuri, au uanze vizuri umalize vibaya. Katika zote hizo mbili futa, ibaki hii: anza vizuri, maliza vizuri. Ndio unasikia watu wanasema huyu mtu uzee umemjia vibaya. Unasikia sasa sio? Haambia huyu mtu uzee umemjia vibaya. Sio umemjia vibaya, yeye ndo ameuendea vibaya. Kwa sababu uzee hauna shida. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wanaanza vizuri kwenye huduma, lakini baada hapo wanaamaliza vibaya. Na hata ninavyoongea hivi inawezekana kuna listi ya watumishi wanakuja kichwani. Walivuma Mafinga hii, walivuma Iringa hii, walivuma mkoa wa Mbeya, walivuma katika mikoa kadha wa kadha. Cheki sasa wako wapi? Sio kwamba amekufa, roho zimeacha miili, wako hai. Lakini cheki reputation zao, umaarufu na namna wasifu wao na sifa zao. Na kibaya ni kwamba ukimaliza vibaya pia unakufa vibaya. Andika sentensi hiyo. Unapomaliza vibaya kwenye huduma pia inapelekea kufa vibaya. Uzee wako hautakuwa na baraka. Kumaliza vibaya kwenye huduma huwa kunapelekea pia kufa vibaya. Uzee wako hautakuwa na furaha nao. Hautakuwa na furaha nao. Utakuwa ni mtu mwenye magonjwa yasiyoisha. Kila mtu atakukataa. Kila mtu atakukataa. Hana muda na wewe. Lakini ukimtumikia Mungu vizuri na ukafika mwishoni vizuri, ninakuhakikishia kwamba pia utaondoka duniani vizuri. Biblia inasema Ibrahim akapumzika katika uzee mwema, akiwa amejaa wingi wa siku na utajiri, na viungo vyake vilikuwa vina shida. Musa alifika katika uzee, hata macho yake hakupofuka, akiwa amejaa siku. Na hii vitu wakati mwingine Mungu anavifanya kama sehemu ya tunuku, kama sehemu ya thawabu. Ni duniani, lakini mbinguni ni uzima milele. Kwa hiyo wakati mwingine unapomtumikia Mungu vizuri, unajitengenezea mazingira mazuri pia, kwa namna ya mwili kabisa, kuwa na mwisho mzuri. Hautatesa watoto wako, hautasumbua ndugu zako. Watu wengi watakimbilia katika uzee.